mke na mume mnaweza kuamua mzae mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Jambo rahisi kabisa. Yaani unaweza mwanamke unaweza kaamua au mke na mume mkapanga, sasa hivi tuzae mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Jambo rahisi. Kabla ya sijaeleza jinsi ya kuweza kufanya, kwanza lazima ufahamu ni dalili gani ambazo zinaonyesha kama mwanamke huyu yupo tayari kubeba ujauzito au anakaribia kupata mimba. Dalili ambazo zinaonyesha kama mwanamke akifanya tu tendo la ndoa anapata ujauzito ziko dalili kubwa 3. Dalili ya kwanza, mwanamke huwa anapata sana ute mzito. Dalili ya pili, joto la mwili linaongezeka. Jambo la 3, mwanamke anakuwa na hamu sana kumwelekea mume wake. Hizi ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba mwanamke anakaribia kupata ujauzito. Yes, akifanya tendo la ndoa anapata ujauzito. Sasa jinsi ya kuweza kufanya kupata mtoto wa kike au mtoto wa kiume. Mwanamke kwanza lazima ujue kwanza mzunguko wako na siku ngapi. Naposema mzunguko hapa simaanishi siku ambazo unapata damu. Naposema mzunguko hapa namaanisha tangu umepata damu kwa mara ya kwanza hadi unapata damu mwezi mwingine ni siku ngapi zimepita. Kwa mfano labda mwanamke amepata damu labda mwezi wa 5 huu tarehe 3. Alafu akapata damu tena tarehe 29 ya mwezi wa 5. Unaanza kuhesabu kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 29. Alafu unarudi nyuma siku moja. Kwa hiyo huyu mzunguko wake ni kuanzia 3, anaanza kuhesabu kuanzia 3 hadi 28. Alafu anarudi. Yaani isikapata damu tarehe 3 mpaka 20. Alafu kupata tena tarehe 29. Ile 29 haihesabu wewe mwezi mwingine. Kwa hiyo akiwa anahesabu anaishia 28. Kwa hiyo ukipiga hesabu kuanzia 3 hapo hadi 28 ni siku 27. Kwa hiyo huyu mwanamke mzunguko wake ni siku 27. Sasa ukishapata idadi ya mzunguko wako unatoa 14. Kwa hiyo kama hizi 27 unatoa 14. Kwa hiyo unatoa 14 kwa sababu wanawake wote duniani tangu siku yeye inashuka hadi anapata damu huwa zinapita siku 14. Kwa hiyo hizi 27 unatoa 14 inabakia 13. Kwa hiyo siku ya 13 ndio siku ambayo yai linashuka. Sasa kama unataka mtoto wa kike, unatakiwa ushiriki tendo la ndoa siku 3 kabla yai kushuka. Kwa mfano kama yai linashuka tarehe 13, unatakiwa ushiriki tendo la ndoa tarehe 10, tarehe 11 na tarehe 12. Hizi ni tarehe ambazo ukifanya tendo la ndoa unapata mtoto wa kike. Lakini kwa unataka mtoto wa kiume, unatakiwa ushiriki tendo la ndoa siku yenyewe yai linashuka. Yenyewe. Ile ndio siku ambayo ukifanya tendo la ndoa unapata mtoto wa kiume.